hii kijiji chetu ni umeme. Toka tumechoka na umeme. Mtazamaji, ninakusalimu nikitumaini kwamba hali yako ni njema kabisa. Ninakualika kwa moyo mkunjufu zaidi sana, ninaomba uweze kusubscribe hapa kwenye hii channel. Unagusa neno lililoandikwa subscribe hapo kwenye simu yako ili kuendelea kupokea taarifa zinazojiri kila uchao. Moja kwa moja ni kupeleke kitongoji cha Kitanga, mtaa wa Kiwambe, mkoa wa Pwani, ambapo wakazi wa eneo lile wanalia kero ya ukosefu wa umeme katika eneo la mji wao mdogo. Paulo Baridi wa Malundunda. Sisi hapa kitongojini kwetu bwana, tuna kero ya umeme. Meneja wa TANESCO alikuja mwaka jana mwezi wa kwanza, mara ya kwanza tukamtembeza. Mara ya pili alikuja tena mwezi wa 10. Mimi mwenyewe nimeshiriki kumtembeza na akaweka alama kuweka kama ramani, na akazungumza kabla ya uchaguzi umeme Kiwambe utakuwa umefika. Cha kushangaza hadi leo umeme haujafika na matumaini hakuna. Watu wengi huko wana viwanja, watu wanashindwa kujenga kwenye viwanja vyao kwa sababu umeme hamna. Na wenye nyumba wanao tunateza hata madirisha mabovu, kwa sababu hapo tungekuwa na umeme yangekuwepo madirisha. Siku hizi kwetu kuna mtu huku, tungekuwa tunatengeneza madirisha ya chuma ya magrili. Na ajira vijana wetu wangepata. Sisi tunakimbia, sisi hatuna ajira. Tuna kila siku tu wakulima. Na sisi tupo kwenye mamlaka ya mji mdogo. Mji mdogo lazima uwe na umeme. Mji mdogo gani ambao hauna umeme? Lakini kuna andiko tumeandika sisi wana Kiwambe kuomba umeme, na tukaidiwa, tukafuatilia, tukaambiwa umeme utakuja. Ndipo meneja alipokuja hadi leo majibu hakuna, maana yake taarifa hakuna. Kila Luisa Silimwike, mimi ni mkazi wa kitongoji cha Kitanga, kijiji cha Kitanga, mtaa wa Kiwambe. Kero yetu wananchi wa Kiwambe, umeme. Tulishafanya vikao chungu nzima hapa kitongojini. Tulikaa na wananchi kujadiliana na tukajiorozesha, tukapeleka taarifa kwa mkuu wa wilaya ili tupate mambo ya umeme. Na hata meneja wa umeme aliwahi kuja, tukafanya vikao hapa kitongojini, na akatuahidi umeme utaletwa mwaka jana mwezi wa 7, lakini haukuja. Wapimaji nao walikuja wakapima huku, wakasema baada ya kuisha uchaguzi umeme utaingia hapa Kiwambe. Na kulikuwa na nguzo zililetwa Kitanga kwa niaba ya kuja kwa Kiwambe. Hizo hazijaletwa, nguzo zinahamishiwa mwanzo mgumu. Sasa imekuwa ni kero kwa wananchi. Tunahitaji umeme ndani ya kitongoji. Kimekuwa na kero, wananchi wanamlalamika kama leo ni rais mwenyekiti mpaka sasa anatukimbia Kitanga kuna umeme unawaka, na umeme ulikuja vitongoji vyote uene. Naomba komesha Kitanga. Uangae kuna umeme. Masaka hapa karibu mwanzo mgumu umeme unawaka. Na hapo tuko barabarani umeme unaturuka. Imekuwa ni kero, wananchi wanalalamika, imekuwa ni kero sana. Kero yao ni kulilia maendeleo ya umeme. Tunamwomba sana wanachokihitaji. Mahitaji lazima yakifika wananchi, kero hamna, kelele hamna. Lakini kelele zinakuja kwamba mahitaji hapatikani. Swala kubwa la umeme. Bunge sisi tunataka umeme. Kero yetu kubwa ni umeme. Sisi wanawake ndio tunapata shida sana kwenye umeme. Angalia, tunapewa mikopo hiyo bila umeme tunafanyaje? Miundombinu mingi tunaharibika kwa ajili ya umeme. Jamani, ndugu zetu, tunahitaji umeme. Hakuna lingine zaidi ya umeme. Kwanza umeme. Yaani vijiji hapa vyote vina umeme. Kwa nini sisi wanatutenga? Kwa nini sisi watutenge? Tumewakosea nini? Na kula zetu mnachukua hadi mtumizi. Sisi tunachotaka ni umeme. Kwa nini mnatusahau, mnatuvuka? Na sisi wote tunaokaa hapa ni wana CCM, na sisi ni wadau wakubwa, na kura zetu tunatoa. Kwa sababu gani? Wakija wanatudanganya tu. Hili uongo. Sisi kijiji chetu hakina umeme. Na tunachotaka ni umeme. Tumechoka kulala kwenye giza. Wanafunzi hawezi kujisomea usiku kwa sababu ya giza. Majina ninaitwa Lucy Elias Dimaka. Naishi kijiji cha Kitanga, kitongoji cha Kiwambe. Nazungumza kero yangu Kiwambe ni umeme, ndugu mbunge, ndugu mkuu wa wilaya na ndugu rais. Umeme, sisi watu wa Kiwambe tunashindwa maendeleo
kwa ajili ya kutumikia watoto wetu. Hatuna umeme, miundombinu yote ya umeme hatuna. Mashamba yamenunuliwa Kiwambe, watu wanatukimbia kwa ajili ya umeme, hakuna. Watu wanakuja kujenga, watafanya vitu vya na nini wakati umeme hamna. Ndugu mbunge, ulifikiria hili? Sisi wana kitongoji cha Kiwambe tunakerekwa sana na umeme. Tumezungukwa na mapori, watu hawataki kuhamia Kiwambe kwa ajili umeme hamna. Biashara hatufanyi, maendeleo Kiwambe hakuna kwa sababu umeme hakuna. Light ingekuwa kama umeme upo, sisi Kiwambe na sisi tungeendelea. Ndugu mbunge, tunakuomba, ndugu mkuu wa wilaya, ulichukulie hili tunalokulalamikia. Umeme wana kijiji cha Kiwambe, sisi tupo polini. Ndugu mbunge, usiku ukiingia mpaka tunaogopa, watoto wanashindwa kwenda shule kwa sababu umeme hakuna. Mvua zikinyesha barabara hakuna. Ndugu mbunge, hili ni kero letu la umeme. Ndugu mbunge, tunakulilia, tupo chini ya miguu yako. Sisi ni wanakijiji wako ambaye tunakupigia kura zako, utuangalie kwa hili. Umeme hatuna. Ni tatizo kubwa sana katika kijiji chetu, kwa sababu umeme tumeidiwa mara nyingi sana. Unakuja leo, kesho, kesho kutwa, tunaandikishwa, lakini umeme hauji. Umeme ni tatizo kwenye kijiji chetu kwa sababu miundombinu mingi inatakiwa kwa ajili ya umeme. Umeme watu hawaji kujenga, watu wanashindwa kuenda kusoma usiku shuleni kwa sababu ya umeme. Ni kwa nini? Eti mbunge, tuangalie ni kwa nini tunatukosesha umeme. Ni vijiji vingi sana hapa vina umeme. Kwa nini wametuvuka? Ina maana wametutenga. Sisi hapa kero yetu sana ni umeme. Wana kijiji tunalia na umeme. Mbunge, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, tuangalie sana. Tunataka umeme, tuna makanisa, tuna misikiti. Adhana inasikikaje bila umeme? Sisi kero yetu ni umeme. Jamani, ndugu zetu, nyinyi ni ndugu zetu, wana serikali, tuangalieni kwa hili. Tunataka zahanati, tuna zahanati pale, zahanati haina umeme. Jamani, chonde tunahitaji umeme. Kufuatia kilio cha wananchi hawa ili kujiridhisha na malalamiko haya, mwandishi wa habari amelazimika kumtafuta meneja wa TANESCO mkoa wa Pwani, Injinia Mahawa Mkaka, ambaye amefafanua kama hivi. Bila shaka naongea na TANESCO mkoa Pwani. Ndio, karibu. Bwana, mimi naitwa Michael mara nyingi. Ni mwandishi wa habari. Sasa tulitaka tufahamu, tuliitwa na wananchi wa kijiji cha Kitanga katika kitongoji cha Kiwembe kule katika wilaya ya Kisarawe, wakilalamika swala zima la kutopatiwa umeme muda mrefu. Nadhani wao wapo kwenye mpango ule wa energy power ambao hivi sasa mpaka sasa hizi hawajui kinachoendelea. Kwa hiyo waliomba kwamba TANESCO hivi wataka kufahamu wao watapata lini wa umeme, maana ni muda mrefu sana. Ingawa tangia mwaka juzi walikuja site watu wa engineer walikuja kupima kila kitu, lakini wakaona kimya. Tukaona kama ni waandishi wa habari, tukaona ni vizuri tupate upande wenu nyewe kama TANESCO mnazungumziaje. Ni ule mradi wa energy power ambao nafikiri ulikuwa umewekwa katika vijiji na baadhi ya vitongoji. Sasa ndiyo mkuu. Kwanza wewe hukujaniandaa, na mimi sipo ofisini. Kwa hiyo siko ofisini na bado nilipaswa kuwa na majibu sahihi vizuri zaidi, lakini ninachokijua kwa ujumla, nataka niongelee kwa ujumla miradi hiyo au kwa ujumla vitongoji ambavyo havijapata umeme. Ndio. Kwa ujumla ni kwamba miradi hii inaendelea kutekelezwa. Yaani tunachokijua ni kwamba serikali imekuwa ikifanya vijiji, imeshamaliza vijiji, sasa hivi iko kwenye vitongoji, na vitongoji ni awamu. Hatuwezi kusema vitongoji vyote vitafanyika kwa pamoja, hapana. Kwa hata sasa hizi kuna vitongoji kwenye mkoa wetu wa Pwani zaidi ya vitongoji 330 viko kwenye mpango wa REA na mkandarasi ameshaanza kufanya survey. Na Kisarawe naye na vitongoji vyake ndio vinaendelea, mkandarasi anafanya survey. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba miradi inatekelezwa hatua kwa hatua,
ni hatua kwa hatua. Kwa hiyo hakuna kijiji, hakuna kitongoji kitaachwa tu kisipate umeme, hapana. Wanaweza kawa wasipate saizi lakini wakapata baadaye. Okay. Kwa hiyo utekelezaji unaendelea na watafikiwa. Inawezekana wakafikiwa kwenye mpango huu wa saizi au wakafikiwa kwenye mpango unaokuja. Hilo ndio jibu la jumla. Kwa hiyo sio kwamba labda tunachagua kitongoji hiki kitapata, kitongoji hiki kitapata, kitongoji, hapana. Vitongoji vinapata kwa awamu. Ukitoka kitongoji kingine au inayofuata utafanya vitongoji vingine. Na hata wakiangalia hata vijiji ilikuwa hivyo hivyo. Tulianza na vijiji vichache, baadaye tukaingia kwenye mpango wa kumaliza vijiji vyote vikaisha. Kwa sasa tuko kwenye vitongoji awamu ya kwanza vilishafanyika. Sasa hivi tena viko vitongoji awamu ya pili vinaendelea kutekelezwa. Kwa hiyo ni hatua kwa hatua. Mimi ninaamini kwamba watapata umeme. Nao wanafahamu hivyo. Walisema mwaka jana walikuja na walipokuja wakaambiwa, bwana, fedha zenu za kitongoji cha Kitanga Kiwambe zipo. Kwa hiyo mradi huu utaendelea. Fedha zenu zipo. Sasa bwana, tangia mwaka jana mpaka saa hizi wakaona kimya. Ndio wakaona bwana, hebu ngoja tuwaulize TANESCO. Na sisi pia tulifika pale Kisarawe. Pale na manager wa Kisarawe alitoka, tulikuwepo, tumempata Kaima, naye Kaima akasema na mimi swala hili wale wa kitongoji tunazozungumza pale Kitanga wapo kwenye mradi wa energy. Kuna na mpango wa energy power ambao fedha zake mara nyingi zinatoka World Bank. Kwa hiyo hizo World Bank bado hazijafika. Lakini mimi sio mzungumzaji, hebu mzungumzaji mkoa yeye ndio anaweza kulizungumzia swala hilo. Ndio maana mimi nimekueleza kwamba sisi vitongoji vinavyotekelezwa viwe kwenye mpango gani, serikali hiyo inatekeleza miradi. Imekuwa ikitekeleza miradi mbalimbali. Kwa hiyo unaweza kukuta kuna vitongoji vinatekelezwa na REA, kuna vitongoji vinatekelezwa na TANESCO, kuna vitongoji vinatekelezwa sisi na miradi gani. Vyote vile itakapokuwa ni kwamba bado ni serikali inaendelea kutekeleza vitongoji, inatekeleza umeme au inapeleka umeme katika maeneo mbalimbali kwa aina yoyote ile ya fedha. Kwa hiyo wala wasijali kama hawapo kwenye mpango huu, wapo kwenye mpango mwingine. Kwa hiyo hakuna kitongoji ambacho kitaachwa. Labda wito wako nini? Kama wao wenyewe wanafuatilia watakuwa wameona juzi hapa wakandarasi wamekuwa wakipita na wao wameona. Ni maeneo mengi. Kisarawe nadhani ana maeneo karibu 60 nadhani. Nitafuatilia data. Kuna maeneo karibu 60 ya vitongoji yanatekelezwa Kisarawe. Labda mkuu, mwisho kwenye mpango huu na mkandarasi yuko anafanya survey. Kwa hiyo sio kwamba Dodoma ameachwa, hapana. Hakuna. Watapata umeme, ni swala la muda, wavumilie. Itakapokuwa inatokea mradi wowote watafanyiwa, kama hawako kwenye hii awamu watafanyiwa kwenye awamu nyingine au itaweza kufanya TANESCO vyovyote vile, lakini hakuna kitongoji ambacho kitakuja kuachwa kwamba kisipate umeme. Na miradi yani hii miradi, utekelezaji wa miradi ni hatua kwa hatua. Na vitongoji utakuduka kwamba vitongoji vimekuwa vikiongezeka tu, vinaongezeka kwa sababu ya makazi yanavyoongezeka, watu wanavyoendelea kujenga. Nchi yetu bado ina maeneo, watu wanahamia eneo hili, Kwa hiyo huwezi kusema kwamba ghafla tu utawamaliza wote, huwezi. Lakini unaendelea kutekeleza kwa jinsi uhitaji unavyokuja au kwa jinsi mahitaji yanavyotokea, au la eneo fulani unaona linahitaji, unapeleka huduma. Huduma zinaendelea. Kwa hiyo wasijione wanyonge wakasema labda wameachwa. Hapana, hakuna mtu atakayeachwa, wote watapata huduma ya umeme. Nashukuru kwa majibu mazuri mkuu. Kwa jina naitwa nani sijui? Mimi naitwa Engineer Mkaka, Mahawa Mkaka.